Moja ya vitabu ambavyo vimeandika historia ya dunia tangu kuumbwa hata mwisho wa sayari dunia na mwisho wa wote wenye mwili ni kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 2 inaonyesha kalenda ya dunia. Danieli sura ya 7 inaonyesha pia historia ya kalenda ya dunia. Danieli 8 ni mwendelezo wa matukio mbalimbali ya falme na mamlaka zilizopata kutokea na zitakazotokea duniani. Lakini Danieli sura ya 12 inaelezea matukio ya siku za mwisho. Ukisoma Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza, wa pili na wa 3 na ule wa 4 ni muhtasari wa kile hasa kinachoendelea katika zamani hizi. Ukisoma ile Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza unasema wakati huo Mikaeli atasimama, jemedali mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwako tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Mstari wa 2 unasema, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Mstari wa 3, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Bwana asifiwe. Hapa kuna mambo matatu yanazungumzwa. Kitu cha kwanza kinazungumzia pambano ama taabu ama dhiki inayokuja, ambayo mwandishi alipofunuliwa aliambiwa ya kwamba hakuna taabu ama dhiki iliyopata kuweko katika sayari hii tangu kuumbwa kwake itakayofanana na dhiki hiyo. Lakini mstari wa 2 unaelezea hukumu itakayokuja katika ulimwengu huu, na kwamba wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi watafufuliwa, ili wengine wapate kuishi milele, lakini wengine wapate aibu na kudharauliwa milele. Hapa pia tunapata picha ya kwamba hakuna anayekwenda mbinguni. Hakuna mtu aliyepata kufa kisha akaishi. Hapana. Lakini pia tunaambiwa baada ya kufufuliwa kwao ndipo wengine watapata kwenda kuishi milele na milele, lakini wengine watapata aibu na kudharauliwa milele. Jambo lingine la pekee ni kwamba wanaoongoza watu kutenda haki, hawa watang'aa kama nyota milele na milele. Usichoke kutenda haki na kuwafundisha watu wengine kutenda haki. Bwana asifiwe. Usichoke kutenda mema na usichoke kuwafundisha watu wengine kutenda mema. Utang'aa kama nyota milele na milele. Lakini pia mstari wa 4 hasa ndicho kiini cha somo ambao nimetamani niwasilishe mbele yako leo. Mstari wa 4, wakati Danieli anafunuliwa hayo, shauku yake ilikuwa ni kutaka kujua hasa mambo haya yatatokea lini. Ndipo mjumbe wa Mungu, malaika, akamwambia Danieli ya kwamba, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Danieli anaambiwa kwamba wewe uyafunge maneno haya. Unajua zamani hakukuwa na vitabu kama hivi. Watu wa Mungu waliandika mafunuo haya katika ngozi za wanyama au katika magome ya miti.
Hivyo basi kwa ajili ya usalama hakutakiwa kujishughulisha naye. Aliambiwa wewe kunja, funga. Yaani hapa anaambiwa ayafunge. Kama ambavyo wewe unakunja jamvi, mkeka, kisha unaufunga, ndivyo ambavyo pia wao pia walifanya. Na anaambiwa ukakitie muhuri kitabu. Kukitia muhuri kitabu maana yake nini? Ilikuwa muhuri unaotajwa hapo, ukisoma fasiri ya Kiingereza haitaji stamp kwa maana ya mihuri hii wanayopewa viongozi. Badala yake ni kwamba muhuri unaotajwa hapa ni seal. Seal kwa maana ya kukiweka kitu sealed, kukifunga kisifunguliwe, ama chochote ambacho utahitaji kufanya mpaka ukate hiyo seal ndipo utakapoweza kufungua. Ni kama vile unavyoona utepe. Kwa hiyo kitabu kilifungwa. Lakini aliambiwa akakifunge kitabu, yeye aende zake, yani mambo yasi yake, hata wakati wa mwisho, kwamba mambo haya ni ya wakati wa mwisho. Wengi watakwenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Mambo ambayo yametabiliwa kuhusu taabu inayokuja ambayo hajapata kuwekwa katika dunia, lakini kuhusu hukumu ya wanadamu wote, waliolala mavumbini na walio hai, ili wengine wapate uzima wa milele na wengine wapate aibu na kudharauliwa milele, kwamba hukumiwe kwenda jehanamu ya moto. Lakini pia kung'aa kwa watu waliofundisha watu kutenda mema. Hii itakuwa ni katika siku za mwisho. Siku za mwisho pia zinatabiriwa kuwa ni siku ambazo zitakuwa ni siku za movement. Wanasema watu wengi watakwenda mbio huko na huko. Siku za mwisho zimekuwa ni siku za movements. Watu wanatoka mahali pao kwa sababu ya pilika za masumbufu ya maisha haya, tule nini, tunywe nini. Ukiangalia kwa haraka siku hizi, nenda katika miji mikubwa, nenda stendi za mabasi, nenda katika bandari, nenda viwanja vya ndege, ndipo utakapojua haya yanaendelea leo. Wakati wa zamani hata wafalme wenyewe, watawala, watemi hawakuwa na safari. Hawakuweza kusafiri kwa sababu ya changamoto za miundombinu, kwa sababu ya changamoto za vifaa vya usafiri, vyombo vya usafiri vilikuwa ni changamoto. Lakini leo watu wa kawaida kabisa wamekuwa wakisafiri. Watu wanaenda mbio huko na huko. Nenda Dar es Salaam, nenda katika stendi ya mabasi ya Mbezi ile ya Magufuli, nenda katika stendi yoyote zile za njia panda, nenda pale Tabora. Nilipata kupita pale Tabora, muda wote mabasi yanaingia na kutoka. Nenda pale Mwanza uone, nenda pale Nzega Tabora, ndipo utakapoona haya ninayokuambia. Mabasi yanasafiri kutoka mikoa mbalimbali, nchi mbalimbali, wakisafiri malori. Habari gani kuhusu magari binafsi? Zimekuwa ni siku za movements. Watu wanatafuta maisha, watu wanatafuta afya, watu wanatafuta fursa, watu wanatafuta maarifa, wanasafiri kwenda kusoma, wanasafiri kufanya biashara, kutafuta bidhaa, kwa sababu ya siku hizi tulizo nazo. Ni siku ambazo nabii alionyeshwa akiambiwa ya kwamba zitakuwa ni siku za watu kutoka kusafiri. Hiki unachokiona si kitu cha kawaida, lakini pia anasema maarifa yataongezeka. Tazamaji, nataka nikwambie ya kwamba maarifa yameongezeka. Kuna vitu unavyo leo nyumbani kwako ambavyo hata watu wakubwa zamani hawakuwa navyo. TV ulionayo leo, simu ulionayo, wako waliokuwa ni watawala wakubwa katika sayari hii dunia hawakupata kwa nao. Tulikuwa na wafalme kama akina Alexander Mkuu. Sidhani hata kama aliweza kumiliki hata simu. Sidhani hata kama alikuwa na TV nyumbani kwake. Sina uhakika. Maarifa yameongezeka. Siku za mwisho, katika mwisho nusu ya mwisho ya karne ya 18, mwaka 1700, ndiko maarifa yalianza kuongezeka. Teknolojia ilianza kukua kwa kasi. Ndipo meli zilipoanza kutengenezwa, cherehani, vitu mbalimbali vilibuniwa na vigunduliwa katika karne ya mwisho ya 17. Hasa ndipo katika kipindi hicho ndipo watu wakaanza kusafiri. Mawasiliano ndipo yakaanza kuongezeka, connection zikawepo.
si jambo la kufikirika kwamba lipo tu. Hapana. Danieli nabii wa Mungu alionyeshwa ya kwamba siku za mwisho zitakuwa ni siku za maarifa, siku ambazo kila kukicha ugunduzi mpya unatokea. Si jambo la kawaida. Hiyo gari ulionayo, wako watu wakubwa zamani, wafalme walibebwa na watu, waliwekwa kwenye machela wakabebwa wafalme. Leo wewe mtu wa kawaida unamiliki gari. Hata hiyo ni neema ya Mungu, lakini tunaambiwa kwamba hivi pia vimekuwa ni vitu vinavyosaidia katika movement za watu. Kwa hiyo usije ukadhani ya kwamba ni kitu cha kawaida. Unapoyaona haya, tambua ndizo siku za mwisho tulizo nazo. Ukomboe wakati. Unapoyaona haya, unapaswa kutambua ya kwamba iko taabu pia inakuja mbele yako. Hata hivyo unavyojivunia, kuna siku utavikimbia baada ya mateso kuwa makubwa, ikiwa utaamua kusimama upande wa Bwana. Lakini aya ya kwanza tuambia, ndipo Mikaeli atasimama upande wa watu wake. Wale waaminifu wamedumu kuwa waaminifu kwa Bwana. Iko ahadi ya tumaini. Mungu anatuwazia mema, mpendwa mtazamaji. Tamani kuwa upande wa Bwana. Tamani kusimama na Bwana, maana atakushindia. Siku tunazozielekea ni siku za hatari. Zitakuwa ni siku zenye vita mbali, vita kutokana na ibada. Utaamua mwenyewe kusimama upande wa Bwana ama kusimama upande wa shetani. Sheria zitatungwa, mabunge yatatunga sheria ambazo zitakuwa na ukandamizaji, zikinyima uhuru wa dhamiri. Hakutakuwa na uhuru wa mtu kufanya ibada kama atakavyo yeye, bali itaamliwa, sheria itatungwa kwa ajili ya ibada ambayo itamwelekea mwanadamu na shetani moja kwa moja. Lakini wewe wapaswa kusimama upande wa Bwana. Tii mapenzi yake, ishike sheria ya Bwana, amri 10 za Mungu. Ikiwa utazitii hizo, usalama wako uko. Mungu akubariki sana. Unapotafakari ujumbe wa leo, tamani kutambua na kukomboa wakati. Mungu akubariki. Tuombe. Baba, asante kwa mausia haya. Umetufundisha ya kwamba tuko katika siku za mwisho, siku zenye maarifa mengi na siku za movements. Watu wanasafiri, wako mbio huku na huku kila kukicha, watu hawalali. Haya yote natuambia Yesu unarudi tena. Na poomba ninamwombea mtazamaji na msikilizaji, mpiganie, mpe neema yako hata utakapokuja tena. Tusimame katika kuyatenda mapenzi yako. Wabariki wale katika kazi zao. Naomba kwa ajili ya wagonjwa, uwatendee mema, gusa afya zao, ukapate kuwaponya. Walio katika changamoto za maisha, ukawe suluhisho. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana ninaomba na kushukuru. Amina. Bwana akubariki sana.